Tumefanya warsha hii kutokana na mtiririko wa matukio ya vijana kuwa daraja la uvunjifu wa amani. Tumekuwa tukiona katika mitandao ya kijamii kuna vuguvugu la vijana wengi kutumika pasipo wao kufahamu. Vijana wamekuwa wakitumika pasipo wao kufahamu ni nini wanakifanya. Vijana wanaweza kuwa daraja la ujenzi wa amani, lakini pia ubomoaji wa amani. Kwa hiyo kwetu sisi tumeona inahitajika haraka sana kuwajengea vijana uwezo kuwa walinzi na wajenzi wa amani ya nchi yetu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, ambapo tumewafundisha kuhusu namna gani wanaweza wakashiriki moja kwa moja kuelimisha jamii, lakini wao kama wao ni kwa namna gani wanaweza wakahusika moja kwa moja na kutotumika kwenye mlengo wa uvunjifu wa amani kwa makundi tofauti tofauti. Tangu uwepo wetu tumewafikia vijana wengi sana, tumeshawafikia vijana zaidi ya 1000, lakini kwa sasa tumewakutanisha wachache ambao ni vijana wadogo ambao tunapoelekea uchaguzi mkuu ni wale wapiga kura kwa mara ya kwanza ambao hawaelewi chochote ni rahisi wao kutumika katika kuvuruga amani kwa sababu hawajui chochote. Kwa ndio maana tumewalenga hawa. Tunaamini hawa vijana tuliowafikia 50 ni viongozi katika makundi mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini makundi wanayotoka uwakilishi wa makundi yao ambayo makundi yao ni zaidi ya watu wengi sana, zaidi ya 100. Kwa hiyo tunaamini mmoja katika kundi lake atafikisha hii elimu kubwa kwenye makundi yake na kuweza kukuza sauti ya vijana katika kulinda amani tunapoelekea katika uchaguzi mkuu 2025. Ni waombe katika Youth Advisor hizi AI za kutumia nini akili mnembo, msizitumie sana kutengeneza maandiko, zinafifisha fikra yako. Tunatamani vijana wa Tanzania muwe independent kwenye kufikiri, muwe peke yenu, muwe critical kwenye akili zenu. Sikubali kuambiwa kila kitu na kusema ndio, lakini ujiulize kwa nini, si ndio why and how. Haya ni maswali muhimu ya kijana yote wa Tanzania. Sio kila kitu kilipo duniani unachokiona kilivyo ndivyo kinapaswa kuwa. Vingine vimewetegeshewa tu. Na mimi kama advisor nawashauri kila wakati kuwa unafikiria kwa nini hiki kinafanyika hivi, kwa nini kisifanyike vile. Na hii ndio kazi yenu kubwa. Kuna memba mmoja alitamka kuhusu vurugu. Hapa vurugu sio mahali pake. Sawa ndugu zangu. Sisi ni amani mpaka kieleweke. Kabla ya uchaguzi, kipindi cha uchaguzi, ule muda na baada ya ni kuendelea na kulinda amani iliyoko ndani ya mtaa wako. Kwanza kuanzia familia yako, kaya yako, mtaa wako, kata yako, mkoa wako na nchi yako. Sio hivyo? Na kuwapokea wageni kutoka nje ya nchi kwa amani. Waingie na watoke kwa amani. Ndio maana ya amani. Sawa ndugu zangu. Lakini zaidi tumesisitizwa kwa siku ya leo, kwa mada ya leo, ni jukumu la vijana kuilinda amani kipindi cha uchaguzi ndani ya nchi ya Tanzania. Your presence here is a clear reflection of the vital role youth plays in sustaining peace, especially with respect to the upcoming elections, for example. At the Konrad Adenauer Stiftung, KAS, we strongly believe in the power of young people to shape the future. That's why KAS has long been committed to work with youth across Tanzania and all across Africa, promoting democracy, good governance, and peaceful coexistence through meaningful partnerships and long-term programs. I would also like to take a moment to recognize the outstanding efforts of the Great Lakes Youth Coalition. Your dedication to continuing the legacy of the Great Lakes Youth Network for Dialogue and Peace is both admirable and deeply encouraging. Kwanza nimefurahi kutokana na mafunzo niliyoyapata, yamenijenga kiujumla, yamenipa elimu ya kujitambua, na maoni yangu kwa vijana wengine wawe chachu ya amani katika kipindi cha uchaguzi, ili watu influence na sisi wengine ambao ndo kwa mara ya kwanza tutakuwa tunapiga kura. Watu influence sisi pia ili tuendelee kupiga kura, yani kuchagua viongozi tunawataka, kwa sababu ni njia ya amani. Kikweli mimi kama mwanafunzi nimepata elimu kuhusiana na swala zima la amani, na ukizingatia kuna baadhi ya vitu nilikuwa nikivichukulia vya kawaida, lakini kwa sasa nadhani
maarifa yamezidi kuongezeka katika suala la ujuzi na namna gani nitalinda amani yangu katika nchi yangu ya Tanzania, hususan katika kipindi hichi cha uchaguzi, kwa sababu kumekuwa na mambo mbalimbali, na pia ukiangalia ni uchaguzi wangu wa mara ya kwanza ambao naenda kupiga kura ama kushiriki katika uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu kutoka katika semina hii hapo awali nilikuwa sina, lakini imeniwezesha kupata maarifa, lakini pia kuongeza ujuzi katika hatua moja ama nyingine. Kwa hiyo nipende pia kuwakumbusha vijana wenzangu ambao wapo mtaani, zinapotokea fursa kama hizi wapate kushiriki vizuri na kupata elimu hii ambayo inatolewa katika mashirika kama haya na semina kama hizi. Kwanza kabisa mimi nipende kutoa shukrani kwa vijana wote ambao mmeweza kutambua nafasi yenu na mmetoa muda wenu, mmetumia muda wenu, mmekuja hapa. Makofi matatu ya kibunge. Asante. Pili, kitu kingine mimi ningependa kutoa pia shukrani kwa wale vijana ambao tulitoa muda wetu tukaweza kushiriki uandishi wa insha. Makofi mawili ya kibunge. Kitu kingine pia nipende kuwashukuru waandaaji wa hii warsha kutambua sisi nafasi yetu kama vijana, kutuita, kutueleza na kutuelimisha ili tuweze kutambua nafasi pamoja na mchango wetu katika jamii. Nadhani wote tumejifunza, si ndio? Tumejifunza. Tuloyapata hapa tutaenda kusambaza mtaani, si ndio? Kitu kingine ningependa tu kutoa ushauri. Kama nilivyosema, sisi vijana ndio watu ambao tuna nafasi kubwa sana katika jamii. Yaani sisi hapa tukiamua leo tukiwashe, maybe tufanye vurugu, tunaweza. Si ndio? Lakini sisi kama sisi ndio watu ambao tunatakiwa tuipende nchi yetu, tuitetee kwa namna yoyote ile. As long as wewe unaishi Tanzania, lazima uipende nchi yako. Ipiganie, ilinde nchi yako, itunze. Hatuwezi leo tukawa tunajivunia maybe sisi ni wakali kwenye viwanda, maybe sisi ni wakali kwenye biashara, ili hali hatuko vizuri kwenye swala zima la amani. Si ndio jamani? Amani inapokuwepo inasababisha tufanye maendeleo makubwa. Kwa hiyo mimi naomba hiki ambacho tumekipata leo isiwe ili mradi tuliitwa, ili mradi tukaambiwa. Naomba tukitilie maanani na tukitilie mkazo, tukifanye kweli.